Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wote mliopo hapa, Mheshimiwa Jackson Kiswaga, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira anayemwakilisha Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Jabiri Shekimweri, mkuu wa wilaya ya Dodoma anayemwakilisha mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Kategire, kaimu mtendaji mkuu wa mahakama anayemwakilisha jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania, Mheshimiwa John Mongela, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Bara, Mheshimiwa Richard Muyungi, katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais, wawakilishi wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa wakiongozwa na Bi Clara Makenya, mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia mazingira, waheshimiwa wabunge na wawakilishi, waheshimiwa wakuu wa wilaya mliopo, wakuu wa taasisi za umma na sekta binafsi mliopo, viongozi wa dini, wazee wa mila, wanahabari, vikundi vya burudani na hamasa, wananchi wa Dodoma na mikoa ya jirani, mabibi na mabwana. Labda nianze kwa kusema kwamba tulimwomba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan awe mgeni rasmi wa tukio hili muhimu la siku ya mazingira duniani. Na nilipokaa na Mheshimiwa Waziri, naibu mawaziri na viongozi wengine waandamizi wa wizara yangu ofisini kwangu pale, tukajua ratiba za rais ni ngumu kidogo, na tulisema kwa uzito wa shughuli hii tungetaka sana Mheshimiwa Rais ashiriki yeye mwenyewe kama mgeni rasmi. Kwa hiyo tukawa tunapiga hesabu namna ya kumpata Mheshimiwa Rais, huku tukijua ngumu atasema aende makamu au aende waziri mkuu. Kwa hiyo tukakubaliana tutengeneze ratiba ofisi ya makamu wa rais pale ambayo inaonyesha kila mtu anaenda tarehe ngapi. Kwa hiyo wote tukapangiana siku, ili rais aone hakuna wa kumtuma, kila mtu ana kazi ya kufanya. Lakini mwisho wa siku kwenye ile ratiba ambayo nilipangiwa mimi, na mimi rais akanituma mahali kwenye shughuli nyingine tofauti na mazingira. Na jitihada zetu za kukwepa hazikufanikiwa. Mwisho wa siku Mheshimiwa Rais alinielekeza mimi ndio nije kumwakilisha kwenye shughuli hii. Lakini tulipojenga hoja ya uzito wa shughuli, Mheshimiwa Rais hakuishia hapo. Ameenda safari kuwakilisha taifa letu kwenye safari muhimu sana ya kikazi nchini Urusi, na mamlaka ya urais nayo akanikabidhi. Kwa hiyo bado ameipa heshima kubwa ofisi yangu, lakini pia ameipa heshima kubwa siku ya mazingira. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jambo hili. Sasa kwa kuwa namwakilisha Mheshimiwa Rais, nitajitahidi kuongea kirais. Nitaisoma hotuba yake kama ilivyo. Awali ya yote, napenda nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika siku ya leo tunapoungana na jumuiya ya kimataifa kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Na washukuru waandaaji wa tukio hili kwa kunialika, lakini vile vile nawashukuru nyote mlioko katika ukumbi huu, wakazi wa jiji la Dodoma na wananchi wote kwa ujumla kwa kutenga muda wenu kuungana nasi katika maadhimisho haya ya siku ya mazingira duniani. Hii ni siku ya pekee katika mwaka ambapo jumuiya ya kimataifa imeiweka ili kutambua umuhimu wa kuhifadhi mazingira na maendeleo endelevu na kukumbushana wajibu wetu katika kulinda na kuhifadhi mazingira. Ninafahamu kwa maadhimisho ya mwaka huu yamehusisha shughuli mbalimbali za kielelezo zilizotekelezwa katika maeneo mbalimbali nchini kwa lengo la kutoa elimu ya mazingira kwa umma na kuhamasisha matumizi adili ya rasilimali za mazingira kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Ni matumaini yangu kuwa elimu inayotolewa na shughuli zote zilizotekelezwa katika kipindi hiki cha maadhimisho
vitaendelezwa na kuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi na wadau wa mazingira, mazingira yana mchango mkubwa sana katika ukuaji wa uchumi wa taifa pamoja na ustawi wa watu wake. Pale ambapo mazingira yametunzwa vema, basi uchumi na ustawi wa maisha ya watu pia huimarika. Aidha, mazingira ni muhimu katika kuhimili ongezeko la watu duniani. Mathalan, Tanzania inakadiriwa kuwa na watu zaidi ya milioni 67, ambapo ifikapo mwaka 2050 idadi inakadiriwa kufikia zaidi ya watu milioni 118. Ongezeko hili kubwa litahitaji uwepo wa rasilimali nyingi muhimu zinazotegemea mazingira kama vile maji, chakula, ardhi yenye rutuba inayofaa kwa kilimo, makazi, nishati, mifumo ya huduma za jamii kama vile elimu, afya na usafirishaji. Kwa kutambua umuhimu huo, Dira ya 2050 imejumuisha masuala ya mazingira na ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, na kama sehemu ya safari yetu ya maendeleo ya kufikia uchumi wa kipato cha kati cha ngazi ya juu ifikapo mwaka 2050. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi na wadau wa mazingira, maadhimisho ya siku ya mazingira duniani kama jukwaa muhimu la kitaifa na kimataifa litukumbushe wajibu wetu wa kuunganisha nguvu zetu katika jitihada za kuhifadhi mazingira na kuhakikisha matumizi adili ya rasilimali nyingi ambazo ni nchi yetu. Baadhi ya mambo muhimu ya kuzingatia katika uhifadhi wa mazingira ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya mazingira na umuhimu wake, na kuimarisha mfumo wa usimamizi wa taka hususan katika mamlaka za serikali za mitaa kwa dhana ya uchumi rejeshi. Kwa kuwa maeneo mengi bado hali ya usafi hairidhishi, hili linaenda sambamba na kubadili mtazamo wetu wa kuziona taka kama fursa ya kiuchumi na kuzitumia kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile mbolea, chakula cha mifugo na bidhaa nyinginezo. Hali kadhalika, kuendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo hadi sasa taarifa zinaonyesha kuwa matumizi hayo yameendelea kuimarika kutoka 6.9% mwaka 2021 mpaka 28.6% mwaka 2025. Hii ni hatua nzuri kuelekea lengo tulilojiwekea la Watanzania zaidi ya 80% kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Pia kutekeleza miradi mbalimbali ya kisekta ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kujenga uchumi imara wenye uwezeshaji mdogo wa gesi joto na uliostahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Katika hili, nafahamu kuwa serikali kupitia ofisi ya Makamu wa Rais imeandaa mpango wa taifa wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi ambao umeweka misingi ya uhimilivu wa jamii, mifumo ya ekolojia na sekta za ukuaji wa uchumi dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi na wadau wa mazingira, jitihada nyingine muhimu ni kuongeza mapato ya ndani yanayotokana na fursa za fedha za mabadiliko ya tabia nchi zitokanazo na biashara ya kaboni. Mifuko ya kimataifa ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na ushirikiano wa kikanda wa uwili wenye malengo ya kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Vile vile uhifadhi wa ardhi oevu nchini ambayo ndio chanzo cha mito mingi na ardhi yenye rutuba inawezesha shughuli za uzalishaji katika kilimo, mifugo na uzalishaji wa umeme. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi na wadau wa mazingira, kwa namna ya pekee ninaipongeza ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira kwa kusimamia kikamilifu utekelezaji wa afua mbalimbali za uhifadhi wa mazingira, hususan kuandaa programu ya mageuzi ya kimkakati wa mazingira endelevu itakayozinduliwa leo na kutekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, mwaka 2026 na 2030. Nimefurahi zaidi kuona programu hii itatekelezwa katika pande zote mbili za muungano, kwa kuwa mazingira na rasilimali zake hayatambui mipaka ya kiutawala. Aidha, kwa kutambua kuwa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ni mtambuka, naomba nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wadau wote wa mazingira nchini kuunga mkono jitihada za serikali katika utekelezaji wa afua zote zilizobainishwa katika programu hii. Katika kuhimiza jitihada za kulinda na kutunza mazingira,
Pamoja na mambo mengine, ningependa kusisitiza kwa wizara, mamlaka za serikali za mitaa na wadau wengine yafuatayo. Moja, mamlaka za serikali za mitaa hususan manispaa na majiji kuanzisha bustani za kijani na kuhakikisha zinatunzwa ipasavyo. Pili, mamlaka zinazotoa vibali vya ujenzi kuweka sharti na kusimamia ili kila kibali cha ujenzi kinachotolewa kiambatane na agizo la kupanda miti isiyopungua 5. Tatu, wakala wa huduma za misitu Tanzania kuhakikisha uwepo wa miche ya kutosha ili kurahisisha na kuwezesha zoezi la upandaji miti nchini. 4, secretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa na wakala wa huduma za misitu kuimarisha udhibiti wa uharibifu wa maeneo yote yanayopandwa miti. 5, ofisi ya makamu wa rais kupitia kituo cha taifa cha kuratibu kaboni kwa kushirikiana na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kubainisha misitu inayofaa na kuisajili katika biashara ya kaboni. 6, wizara za kisekta kujumuisha fursa za biashara ya kaboni katika mipango, programu na miradi yao, hususan fursa zinazoendana na sekta husika. 6, wizara ya ardhi isimamie utekelezaji na uzingatiaji wa mipango miji na mipango miji ya matumizi ya ardhi ili kupunguza au kuondoa kabisa changamoto za uharibifu wa mazingira zinazotokana na matumizi ya ardhi yasiyo endelevu. 8, mamlaka za serikali za mitaa kupitia kifungu cha 89 cha sheria ya serikali za mitaa, mamlaka ya miji sura ya 288 kuimarisha mifumo ya usimamizi wa taka, hususan kuanzisha vituo vya kuchakata taka ili kupunguza kiasi cha taka katika madampo na kuchangia urejelezaji. 9, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, wizara ya maliasili na utalii na wizara ya maji kuimarisha usimamizi endelevu wa maeneo ya ardhi oevu. Na mwisho 10, taasisi za utafiti kufanya tafiti kuhusu mimea, viumbe vamizi ambavyo vinazidi kuongezeka na kuathiri mifugo na mimea mingine katika maeneo mbalimbali nchini. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi na wadau wa mazingira, swala la ulinzi na usimamizi wa mazingira halina mbadala. Kwa kuwa mazingira yetu ndio uhai wetu na uchumi wetu, wito wangu kwa kila mmoja wetu ni kuwajibika kuhakikisha kwamba swala la utunzaji na uhifadhi wa mazingira, swala la utunzaji na usafi wa mazingira likiwepo udhibiti wa taka linapewa kipaumbele. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kulinda mazingira yetu na kupunguza athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Kabla sijahitimisha hotuba yangu, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, napenda kutoa shukurani na pongezi kwa wadau wote wa mazingira, hususan mashirika ya Umoja wa Mataifa, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, sekta binafsi, vyombo vya habari na wananchi wote kwa ujumla kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa serikali katika jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Baada ya kuyasema hayo, kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natamka rasmi kwa maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani mwaka 2026 yamefikia kilele. Na sasa nipo tayari kufanya shughuli zilizosalia, ikiwa ni pamoja na kuzindua programu ya mageuzi ya kimkakati ya mazingira endelevu Tanzania na kutoa tuzo ya Rais ya hifadhi ya mazingira. Sasa kabla sijafanya hizo kazi, kuna wale watoto wadogo waliotufurahisha wote wale. Niliwaambia nitapenda wafike huku mbele tuwaone pamoja. Wako wapi? Tuchangamke Jacqueline na wenzako. Hongereni sana, tupige makofi mengi tafadhali.
kwa namna ambavyo Mheshimiwa Makamu wa Rais amekoshwa nao, kama ambavyo sote ukumbini hapa tulikoshwa nao, na pasina shaka kuna jambo watafanya. Lile bango lao ndio mmegoma kulileta Lipo Mheshimiwa Makamu wa Rais. Nidhani mmegoma. Basi tumpe huyu binti alieleze bango hilo, tuafu ndio tutaendelea na ratiba. Lazima tuwape watoto kwa mambo mazuri waliyofanya, tuwape heshima yao, au sio? Tunaomba wireless microphone tafadhali kwa haraka. Mpeni mtoto wireless atuelezee tu hilo bango lake hilo. Mwalimu wao yuko wapi? Anakuja. Karibu, njoo jukwani. Karibu. Haya, kama maiki ipo apewe mtoto afanye mambo hapa mbele ya wageni hao waheshimiwa ndani ya ukumbi huu. Haya, mtoto mzuri, anza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Dira 2050. Dira 2050. Kazi na utu. Kwa jina naitwa Jacqueline Eliabi, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Manyinga. Nipo hapa kwa ajili ya kuelezea namna ya kutunza mazingira. Kwenye kutunza mazingira kuna njia za uchumi kama mnavyoona kwenye hili bango. Kuna uchumi wa moja kwa moja, uchumi wa kuchakata na uchumi mzunguko. Uchumi wa moja kwa moja na uchumi wa kuchakata si rafiki wa mazingira, kwa sababu hata ukiangalia huku kuna taka. Lakini uchumi mzunguko nitaka kuwa sifuri. Ninaposema nitaka kuwa sifuri, ninamaanisha uchumi hauzalishi taka kama mnavyoona. Uchumi wa moja kwa moja, baadhi ya wafanyabiashara wanapenda kuutumia kwa sababu wao wanaona kwamba wakitunza mazingira kwanza inawapotezea muda, na pia wakitunza mazingira kwao wanaona hawana faida. Lakini sisi tuliopata elimu ya utunzaji wa mazingira au elimu ya uchumi mzunguko tunatunza mazingira. Huu uchumi wa moja kwa moja, mtu anaenda msituni anachukua malighafi. Akishachukua malighafi anatengeneza bidhaa. Akishatengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia baadaye inakuwa taka. Huu uchumi si rafiki wa mazingira, kama mnavyoona hata dustbin huko imejaa uchafu hadi inamwagika. Lakini kuna huu uchumi wa kuchakata. Huu uchumi wa kuchakata kidogo ni rafiki wa mazingira, kwa sababu hata ukiangalia huku dustbin haijajaa mpaka imemwagika kama huu uchumi wa moja kwa moja. Huu uchumi wa kuchakata, mtu anaenda msituni anachukua malighafi. Akishaenda kuchukua malighafi anatengeneza bidhaa. Akishatengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia anaweza hiyo bidhaa akaichakata. Akishachakata hiyo bidhaa anaweza tena akaitumia. Baada ya kuitumia inakuwa taka. Kwa hiyo uchumi si rafiki wa mazingira, lakini kidogo ni rafiki wa mazingira, sawa kama na uchumi huu wa moja kwa moja. Tunakwenda kwenye uchumi mzunguko. Uchumi mzunguko ni rafiki wa mazingira. Unabadilisha taka kuwa fursa au taka kuwa sifuri. Kama nilivyosema hapo awali, taka kuwa fursa au taka kuwa sifuri. Huu uchumi hauzalishi taka. Kwa hiyo nashauri baadhi ya wafanyabiashara ambao hawapendi kutunza mazingira watumie huu uchumi mzunguko. Mfano, mtu anaenda mtuni anachukua malighafi. Akishachukua malighafi anatengeneza bidhaa. Baada ya kutengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia ana uwezo wa kuichakata hiyo bidhaa. Akishaichakata hiyo bidhaa ana uwezo tena wa kuitumia. Baada ya kutumia hiyo bidhaa, mfano kama ikaharibika, ana uwezo wa kuikarabati. Akishaikarabati ana uwezo wa kuitumia tena. Ikaharibika pia tena ana uwezo wa kuikarabati. Akishakarabati anatumia. Kwa hiyo huu ni uchumi ambao uzalishi taka, yani ni uchumi mzunguko. Kwa hiyo ninashauri jamii na hata serikali kwa ujumla watumie uchumi mzunguko na waachane na kutumia uchumi wa kuchakata na uchumi wa moja kwa moja. Pia mimi nikiwa kama mwanafunzi wa Eco Schools kupitia shirika la TFCG ambayo ni Tanzania Forest Conservation Group,
Eco Schools ni shule inayojali mazingira, elimu bora kwa maendeleo endelevu. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel John Nchimbi, programu ya Eco Schools ni kati ya programu 5 kutoka katika Taasisi ya Elimu Mazingira Duniani, ikiwa na lengo la kuimarisha uraia na kuboresha maisha na kuongeza elimu kwa maendeleo endelevu. Nakubaliana na kauli mbiu inayosema dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Programu ya Eco Schools hapa Tanzania ina shule zaidi ya 247 katika mikoa tofauti 5, lakini pia ina vyuo vya walimu 12. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante kwa kusikiliza. Kazi na utu. Niliona kwa kuwa mwakilishi wa Mheshimiwa Spika yupo, ikitokea huko kuna mbunge atoshitoshi, anaweza akaziba pengo. Nitawaalika shule yenu ofisini kwangu tuongee mambo ya maana, sawa? Asanteni sana. Mheshimiwa Waziri, tuendelee na ratiba. Ninaomba tuwapigie makofi mengi sana tafadhali, na ikiwezekana kwa heshima kabisa tuwafanyie kitu inaitwa standing ovation. Tuinuke wote tuwapigie makofi mengi mazito sana pamoja na Mheshimiwa Makamu wa Rais. Asante sana. Na sasa Mheshimiwa Makamu wa Rais, ratiba inayofuata ni ya uzinduzi sasa wa ile program. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitakuomba utaletewa kishikwambi ambacho Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwenye kishikwambi hicho nitakuhesabia kuanzia 3 mpaka 1, kisha utabofya, na utakapobofya Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitakuomba utakeukia katika screen hapa nyuma ambayo itaonyesha namna ambavyo uzinduzi huu unafanyika kidijitali. Na kwa sababu ya muktadha wa kuhifadhi mazingira, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunaenda kwa muktadha huu kidijitali ili kupunguza matumizi ya karatasi. Ninaomba wengine tuketi tafadhali. Asanteni sana na tujipigie makofi mengi sana. Hivyo sasa Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninaomba nitahesabu mpaka 1 kutokea 3, utabofya hapo kati, alafu utageukia screen iliyopo nyuma yako. 3, 2, 1. Amebofya tayari. Tuangalie sasa screen zetu. Asante. Na maneno yanayosomeka katika programu hiyo, ambapo inasomeka programu ya mageuzi ya usimamizi wa mazingira ya kuelekea dira 2050, na programu hii ni ya kuanzia mwaka huu 2026 kwa maana ya Julai hapo mwaka wa fedha utakapoanza mpaka mwaka 2030. Sasa Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninakuomba uridhie ratiba inayofuata ambayo ni ya kugawa vyeti na tuzo kwa mtiririko ufuatao. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitaomba sasa utaigeukia hadhara, ambapo tuzo ya kwanza Mheshimiwa Makamu wa Rais inatolewa kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba tuzo hiyo ya kwanza kabidhiwe Mheshimiwa Makamu wa Rais. Mheshimiwa Makamu wa Rais na Mheshimiwa Waziri, naomba sasa tuigeukie hadhara. Asante sana. Tuwapigie makofi mengi sana. Tuzo ya kwanza sasa Mheshimiwa Makamu wa Rais ni ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na maneno yake yanasomeka ifuatavyo. Tuzo hii imetolewa kwako na Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, kwa kutambua uongozi wako mahiri na dhamira yako ya dhati katika kuimarisha ajenda ya uhifadhi wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo endelevu nchini, na kuwa championi wa nishati safi ya kupikia. Na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tuzo hii itapokelewa na Mheshimiwa Daktari Ashatu
Kachwamba Kijaji, waziri wa mali asili na utalii. Tumpigie makofi mengi sana tafadhali. Asante sana. Namuomba Mheshimiwa Waziri tutamkabidhi Mheshimiwa Makamu wa Rais, na kisha Mheshimiwa Makamu wa Rais atamkabidhi Mheshimiwa Ashatu Kijaji anayepokea kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Tupige makofi mengi tafadhali. Na brass band sasa tunaomba fanfare hiyo. Asante. Tuzo ya pili Mheshimiwa Makamu wa Rais ni tuzo inayoelekea kwa Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na tuzo hii inasomeka ifuatavyo. Tuzo hii imetolewa kwako na Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, kwa kutambua uongozi wako mahiri na mchango wa kipekee katika kuendeleza ajenda ya uhifadhi wa mazingira, hususan utekelezaji wa programu ya kuirithisha Zanzibar ya kijani, uchumi wa buluu na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tuzo hii inapokelewa na Sheikha Mjaja. Yeye ni mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti na Usimamizi wa Mazingira kule Zanzibar, ZEMA. Karibu sana.